Ndugu zangu, ni mara nyingine tena, siku nyingine tena, tunakutana tena kwenye kipindi chetu kinachohusu maisha yetu ya kila siku. Na leo ni siku ambayo tadili na afya ya akili ya binadamu. Mada yetu nasema, fahamu mambo yanayochangia kutetereka kwa afya ya akili. Sote tunajua afya ya akili ndio dira au ndio mwanga au ndio macho ya maisha yetu katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Na afya ya akili inavyokuwa vizuri, basi hata mambo yetu yatakuwa yako vizuri. Japokuwa afya ya akili inategemea na mwenendo na shughuli unazofanya na mazingira ambayo unatimiza majukumu yako. Na katika kuangalia afya akili, afya akili ni hali ya ustawi wa kihisia, kisaikolojia na kijamii. Hiyo ndio inayomwisha mtu kwamba mtu huyu afya yake ya akili iko vizuri kwa vitu kadhaa ambavyo nitawapa siku ya leo. Ili ujue afya yako ya akili iko vizuri na ili afya akili ionyeshe kwamba iko vizuri, utaona mambo kadha wa kadha kwenye matendo yako. Jambo la kwanza, ili afya akili iwe vizuri, kwanza kuna jambo la kufikiri kwa utulivu na kufanya maamuzi sahihi. Unapokuwa kwenye afya akili iko vizuri, utaweza kufikiri kwa utulivu na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yako. Jambo la pili, kudhibiti hisia zako. Kudhibiti hisia, kuna wakati mwingine kuna mambo mbalimbali yanaweza kutokea, aidha ukiwa kwenye furaha, ukiwa kwenye huzuni, ukiwa kwenye mfadhaiko wa mambo kadha wa kadha. Ukiwa na changamoto kama hizi, sasa ili afya yako ya akili ionyeshe kwamba wewe uko imara, kuna mambo ambayo utayatenda kwa kiasi. Unapofanya jambo lolote unalifanya kwa kiasi, kutokana na kwamba ustawi wa afya ya akili uko vizuri. Jambo lingine, kujenga au kudumisha mahusiano mazuri na watu wengine au watu waliokuzunguka. Unavyojua kwamba mahusiano yako na jamii iliyokuzunguka iko vizuri, hii ni dalili ya afya ya akili kuwa imara, kwa sababu unavyoona kwamba haya mambo yanakuwa hayaeleweki, wewe na jamii inayokuzunguka hamko vizuri, hamuelewani, hamueleweki, basi tambua kwamba afya ya akili, kwamba kuna sehemu kidogo imeanza kusheki. Kwanza unaweza kufanya mambo mpaka jamaa sema, watu wanasema bana, huyu dishi limesheki. Ushasikia maneno kama hayo, usikasirike, chukulia ni positive, kwa sababu ndio maisha yetu yanavyotuhitaji tuwe. Kuna kufanya kazi na kutekeleza majukumu yako kwa ufanisi. Afya akili inavyokuwa iko vizuri, utaona kila kitu kimesimama vizuri na kila kitu kinakwenda vizuri. Sasa ukishaona mambo haya yanakwenda vizuri, basi afya yako ya akili bado haijaingiliwa. Sasa pamoja na haya yote ambayo nimekupa manne yanayothibitisha kwamba afya ya akili yako iko vizuri, pia kuna aina na matatizo ya afya ya akili. Ili kujua kwamba tayari afya yako ya akili kuna mambo ambayo hayapo sawa au yanayochangia afya ya akili kutokuwa sawa. Kwanza utaanza kuwa na msongo wa mawazo, unakuwa na stress. Sio mtu huyo ana stress. Na mambo haya ya kuwa na msongo wa mawazo mara nyingi husababishwa na pressure ya kazi. Kuna pressure ya kazi au familia, mambo hayaendi vizuri, mivutano, migogoro au mambo ya hapa na pale yanachangia sana.
Mingine majukumu kupandiana, mtu mwingine ana majukumu yamepandiana, yamerundikana, ajui aanze lipi afanye lipi, alafu aliyeko juu anahitaji ripoti aipate bado. Kwa hiyo mtu huyo anaanza kuvurugika. Utashangaa sababu zinaanza kuwa nyingi kwenye utimizaji wa majukumu yake. Tuseme jambo lingine, wasiwasi kupita kiasi. Ni jambo la kawaida. Unaona kwamba mtu anaanza kuwa na wasiwasi kupita kiasi, anaanza kuwa na hofu anakuwa na hofu, anakuwa na yani hana amani kwa ujumla kwenye mfumo wake wa kawaida. Hata ukimwangalia usoni unaona kabisa kuna nuru imepotea. Tayari hili jambo la afya ya akili, haya ndio matatizo yenyewe yanapokuwa tayari yameanza kufanya kazi. Kwa hiyo unakuta tayari ametetereka kwenye mfumo ule wa kawaida. Kuna mwingine anakuwa na mshtuko, tunasema na kiwewe. Yani kwamba limetokea jambo lolote likamshtua au linamshtua, unashangaa mtu anaguswa tu bega anaruka kama tenesi, kwa sababu ya afya ya akili haiko sawa. Kuna mambo ambayo yanamgusa, anaweza akatembea tu kinyasi au jani likamgusa, akahisi tayari nyoka kamgonga, kwa sababu ya msongo wa vitu ambavyo vipo kwenye akili yake havijakaa sawa. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinachangia sana. Yani ukishaona dalili kama hizi, ujue tayari afya ya akili imeshaanza kuingiliwa na mambo ambayo sio kawaida. Na kuna vitu vingine, kuna mabadiliko ya hisia. Kuna kitu ambacho wewe katika maisha yako ulikuwa unakipenda. Mabadiliko ya hisia yanavyokuwa yanaingia, sasa unajua kama tayari akili yako haiko sawa. Kwa hiyo hata mabadiliko ya hisia yanachangia kubadilika, kutokana na kwamba tayari kwenye utimamu wa akili au uthabiti wa akili yako hauko sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ni mambo ambayo tunasema aina za matatizo ya afya ya akili. Hayo ndio matatizo yenyewe. Sasa tunavyoingia kwenye dalili za kuangalia kama umeshaathirika na afya ya akili. Kuna dalili hizi ulishaziangalia au dalili hizi zimekukalia, unajua tayari hapa nishaingiliwa na afya ya akili. Jambo la kwanza, kukosa usingizi au kulala kupita kiasi. Ushaona kwamba umekaa usingizi hakuna, au ukilala unalala kupita kiasi, tayari kuna mambo ambayo hayapo sawa. Yaani ukipima tu kama hii jambo hili kama lishe kukutokea au linakutokea, kuna mambo ambayo hayako sawa kwenye afya ya akili. Japokuwa linaweza likawa jumla kwenye afya ujumla, kwa sababu afya ya akili inapokuwa haiko sawa, ilienda kupiga mpaka moyo. Kuna vitu vingine, kuna mapresha yanaanza kutokea ndani yake, kwa sababu uthabiti wa akili hauko sawa. Kujitenga na watu, hilo ni jambo lingine. Unakuta mtu anajitenga na watu, hataki kukaa karibu na watu, hana anachoweza anajiona yeye ni mfira, ni mnyonge, hana cha kuambia watu, hana cha kujadiliana na mtu, hana ushauri ambao anaweza kuupata kwa mtu. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaleta changamoto kubwa. Na kukosa hamu ya mambo yaliyokuwa yakikupa furaha. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanakupa furaha, unashangaa sasa hivi tena wewe huyataki, wala huna hamu nayo kabisa, wala hujifeel kuwa nayo au kuyafanya yale mambo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinachangia sana dalili ambazo za kuangalia ili kujua kwamba kwenye afya ya akili yako hauko sawa. Hisia, kuna hisia za mara kwa mara, hisia mbaya au hisia ambazo zinatokea tu kwamba mara kwa mara unakuta unajikuta una paniki, yani jambo kidogo tu umesha paniki. Au kuna mtu tu kafanya jambo, ukosikia mtu kasema, baada kutuliza akili umesha paniki. Kuna mtu mwingine hata hakumbuki, kupoteza kumbukumbu pia, tayari jambo limetokea hujui, kwa sababu wewe mtu akupaniki, una paniki, unatoka kwenye mfumo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunasema kwamba hizi ni dalili za kuangalia kwamba afya ya akili haiko sawa. Kwa hiyo ukiangalia, kuna mwingine anaanza kuwa na mawazo ya kujiumiza, mwingine anawaza, mwingine afikiri mpaka kujiua, mwingine hata kunywa sumu.
Mwingine anatamani akajirushe sehemu tu aathirike au aumie. Mwingine anafikiri, anawaza ajirushe kwenye sehemu za wanyama wakali wamshambulie apotee, kwa sababu ya afya ya akili. Ukishaona unaanza kuwa na mawazo kama haya, mawazo ya kujinyonga, tayari afya ya akili haiko sawa. Sasa basi, ndugu zangu, ukishaona dalili kama hizi zinaanza kukusongasonga, inatakiwa uchukue hatua kwa haraka kwenda kutafuta suluhu ya hili tatizo. Na suluhu hili tatizo linaweza kupatikana kwa madaktari au kwa wanasaikolojia, wanaweza kukusaidia. Lakini pia kutatua baadhi ya matatizo ambayo unaona kabisa hizi ni changamoto zinazonielemea. Inawezekana una madeni makubwa, inawezekana kuna mambo ambayo yako sawa. Pia unapaswa kujirekebisha, ili kama kuna kupeana msamaha au kulipa, basi msamaha uwe kwenye fair, ambapo nao utakuwa na uhuru. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna jambo ambalo halina sababu kwenye maisha. Ni vizuri pia tukaishi kwenye kanuni ambazo tunastahili kuziishi, ili tujiepushe na madhara haya ya kuwa na afya ya akili kutetereka. Kwa sababu afya ya akili inapotetereka, ndilo changamoto na matatizo mbalimbali kwenye maisha hujitokeza. Utakosa amani, utakosa furaha, na utaiona dunia imekuwa kama mzigo kwako. Nishauri basi, unapoona dalili kama hizi, basi chukua hatua. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza ndugu zangu. Mimi niwatakie kipindi chema, msikilize, rudia hata mara 2 mara 3, utapata kile kitu ambacho unastahili kukipata. Lakini pia kama utaona kwamba kuna kitu ambacho hakijakaa sawa au unahitaji tuongee zaidi, basi unaweza kuwasiliana na mimi. Mawasiliano yangu yapo kwenye mtandao hapo, basi tuwasiliane, tuyajenge. Nawashukuruni sana. Mwenyezi Mungu awalinde na wabariki sana. Asanteni sana.